Baadhi ya mada zilizowasilishwa katika kongamano hilo ni pamoja na umoja na uongozi katika Uislamu. Katibu mkuu wa taasisi ya Dhinurain yenye makazi yake mkoani Iringa, Sheikh Shams Elmi, alisisitiza zaidi kuhusu uwezo wa kufanya maamuzi kwa kulinda maslahi ya umma wa Kiislamu ikiwemo maadili. Alhamdulillah, na nimefanikiwa kuhudhurisha mada inayohusiana na umoja na uongozi, na bila shaka makongamano kama haya yanatoka na maazimio ambayo yanafanyiwa kazi kwa lengo la kuleta pamoja taasisi na jumuiya za Kiislamu kuweza kupata mimbari ya kutafakari kwa pamoja na kuangalia jinsi gani ambavyo kama umma, kama taasisi, kama jamii, kama wasomi tunaweza tukakabiliana na changamoto ambazo zinaikabili jamii yetu ya Kiislamu. Ni matumaini yangu kwamba kongamano hilo litakuwa na athari kubwa sana katika jamii ya Kiislamu kwa sababu limekusanya taasisi anuai na watu kutoka maeneo mbalimbali, na wahudhurishaji wa mada wamekuwa watu tofauti tofauti, na mada zimekuwa zikikava yale maeneo ambayo ndio changamoto za umma wetu wa Kiislamu. Aidha, kuhusu namna ya kujenga uchumi imara wa Uislamu, Dr. Abdallah Tego kutoka Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro aliwasilisha vyema mada hiyo, akihimiza Waislamu kuwekeza zaidi katika matumizi bora ya rasilimali. Kapendekeza kwamba kuna haja ya sasa chuo kikuu chetu na pengine vituo vingine vya utafiti kuanza kuangalia kwa kina eneo zima la uchumi kama linavyoelezwa katika Uislamu, ikiwemo kuangalia namna gani sekta hii ya wakfu inavyoweza kuleta tija katika maendeleo ama ustawi wa jamii, kwa sababu ni sekta muhimu sana. Tunaona wataalamu wengi sana wa MUM walivyofanya transformation kubwa sana kwenye sekta ya elimu, hususan kwenye mashule, tumeona kwenye tasnia ya habari na sehemu zingine mbalimbali. Lakini pia bado ni fursa kwa chuo chetu hiki cha MUM kuweza kuwa ndio msimamizi mkuu wa masuala ya ushauri. Kama tulipata mada hapo aliwasilisha Sheikh Shams Elmi akasema kwamba hiki kiwe ndio center ya thinkers, waweze kuwa wanatoa ushauri mbalimbali kuweza kushauri taasisi zetu mbalimbali za Kiislamu na mengineyo. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu sana atuhifadhi Waislamu wa Chuo Kikuu cha Uislamu Morogoro, waasisi wa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro, sote kwa pamoja atujalie tuweze kuyafikia yale mamlengo ambayo waasisi walikuwa nayo. Na kwa wale waasisi ambao wengine wameshatangulia mbele ya haki, vile vile tunamuomba Mwenyezi Mungu awarehemu na awalipe kwa wema wao ambao walikuwa wameufanya na nia zao ziweze kutimia inshallah. Chuo Kikuu cha Uislamu cha Morogoro MUM mnamo Ijumaa hii ya Juni 20 mwaka 2025 kinatarajia kuadhimisha miaka 20 tangu kuanzishwa kwake mwaka 2005, ikiwa ni kipindi muhimu kinachoakisi mafanikio, changamoto na maendeleo ya taasisi hiyo ya elimu ya juu hapa nchini. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Morogoro, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.